Sasa kwa nini Mungu anakuhurumia? Haleluya. Wale makutano waliokuwa wamekaa na Yesu, Yesu alikuwa anataka kuwaaga, lakini akiwaaga wana njaa. Kilichompa shida Yesu ni kwamba hawa watu wakiondoka wana njaa. Pale ndipo huruma yake kaanza kutokea. Kwa nini Yesu anawahurumia? Biblia inasema Yesu amejaribiwa kwenye mambo yote. Yaani hakuna jaribu nao lipitia ambalo Yesu hajui linavyouma, hajui jinsi lilivyo. Aneni aseme amen. Amen. Haleluya. Amen. Yaani tusome Waebrania 2. Waebrania sura ya 2. Waebrania sura ya 2. Waebrania sura ya 2 mstari wa 18. Waebrania 2:18 anasema hivi: na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Yaani kinachomfanya Yesu aweze kutusaidia tunapojaribiwa ni kwa sababu yeye mwenyewe amewahi kujaribiwa. Kwa hiyo unavyokuwa unapitia jambo, Yesu anajua vizuri sana hilo jambo jinsi linavyokuumiza, anajua namna ambavyo hilo jambo sio zuri, na anakuwa na ile huruma ya kukuhurumia ili utoke pale. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wakati wale makutano Yesu anataka awaage na wanaondoka na njaa. Hivi tunakumbuka Yesu wakati amefunga mlimani siku 40, mwisho aliona nini? Njaa. Na shetani alikuja kumjaribu akamwambia badili jiwe liwe mkate. Kwa hiyo Yesu akikuona una njaa anaelewa vizuri. Anaelewa ndani yake. Kwa wakati anawatazama wale makutano, kuna namna ndani yake anaelewa, akasema sitaacha waende na njaa. Amen. Akawahurumia. Amen. Na alipowahurumia, faida ya huruma za Mungu ni kwamba Mungu akikuhurumia kuna kitu waga anatenda. Amen. Mungu akikuhurumia kuna jambo waga anafanya. Amen. Kwa hiyo alipowahurumia wale makutano, aliwatendea muujiza. Mtu mmoja aseme amen. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii. Amen. Haleluya, mtu wa Mungu. Amen. Ni huruma za Bwana kwamba hatufanye nini? Hatuangamii. Hatuangamii. Amen. Kwa hiyo njaa ambayo ingewaangamiza makutano ilishindwa kuwaangamiza kwa sababu Bwana ameshawahurumia. Amen. Amina, watu wa Mungu. Amen. Ngoja tusome Marko sura ya kwanza. Marko sura ya kwanza. Leo ni Mungu anaongea na mtu. Amen. Haongei na watu, anaongea na mtu mmoja tu. Amen. Marko sura ya kwanza mstari wa 40. Marko 1:40 anasema, akaja kwake mtu mwenye ukoma, akamsihi na kumpigia magoti na kumwambia, ukitaka waweza kunitakasa. Naye akamhurumia, akanyosha mkono wake, akamgusa, akamwambia, takasika. Na mara ukoma wake ukamtoka, akatakasika. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Huyu mtu ana ukoma, haruhusiwi hata kuchangamana na watu, ila akaamua kwenda kwa Yesu. Amen. Akamwambia Yesu, kama uko tayari, kama unataka, unaweza ukanitakasa. Amen. Yesu akamhurumia. Amen. My God. Haleluya. Amen. Yaani ndani ya Yesu ule moyo wa huruma juu ya yule mtu, juu ya hali anayoipitia. Hicho ndicho kilichomsukuma Yesu kumponya. Amen. Ndicho kilichomsukuma Yesu kumtendea muujiza. Alimhurumia. Amen. Mathayo sura ya 14. Mathayo sura ya 14. Mstari wa 13 na wa 14. Mathayo 14:13 mpaka 14. Tumefika?
Amen. Anasema hivi, na Yesu aliposikia hayo, aliondoka huko katika chombo, akaenda mahali pasipo watu faragani, na makutano waliposikia walimfuata kwa miguu kutoka mijini mwao. Yesu akatoka, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. Alifanya nini? Aliwahurumia. Amen. Alafu akawaponya wagonjwa wao. Amen. Natamani mtu mmoja upite. Hii ni sauti ya Mungu. Haleluya. Amen. Utatoka hapa hujaelewa chochote, hujasikia Mungu ameongea chochote, usije ukanilaumu. Usije ukamlaumu mtu yoyote yule kwamba hivi mimi hii shida yangu. Haleluya. Sema amen. Amen. Bwana akawahurumia, akafanya nini? Akawahurumia. Kwa hiyo makutano ni wagonjwa, wana wagonjwa, wana watu wana hali mbaya. Yesu alipowaona akawahurumia. Amen. Ngoja tumalizie na huu mstari nielezee kitu. Maombolezo 3, turudi tena Maombolezo 3. Kuna kitu nataka nielezee hapo. Maombolezo sura ya 3. Maombolezo sura ya 3. Mstari wa 31 mpaka wa 33. Maombolezo 3:31 mpaka 33. Tumefika? Amen. Anasema hivi, kwa kuwa Bwana hatamtupa mtu hata milele, maana ajapomhuzunisha atamrehemu kwa kadri ya wingi wa huruma zake. Kwa kadri ya wingi wa nini? Wa huruma zake. Angalia mstari wa 33. Anasema maana moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Amen. Anasema moyo wa Mungu haupendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Amen. Kwa hiyo Mungu akiona unapitia matatizo afurahi. Yesu alipoona wagonjwa hakufurahia, aliwahurumia kwa sababu moyo wake haupendi. Amen. Hivi ni watu wangapi ambao mkiwaga na shida mnaona Mungu ndiye amewaletea hizo shida? Watu wangapi wakiwa na magonjwa wanasema ni Mungu? Kwa nini wanaona ni Mungu? Kwa sababu kwake Mungu, je, kuona kama Mungu ana huruma. Watu wa Mungu, Mungu sio mkatili. Amen. Mungu sio katili. Mungu sio mkatili. Amen. Jamani, atakayenielewa leo, kuna vitu vilikuwa vimepanga vikuangamize, havitaweza katika jina. Amen. Kuna maeneo ulikuwa ushindwe, usivuke milele, lakini huruma za Bwana waga zikija, ukielewa kwamba yupo Bwana anayenihurumia, ukiamini na ukazipokea huruma za Bwana kwenye maisha yako, kuna maangamizo yanaishia hapo katika jina la Yesu. Amen. Neno linasema moyo wa Mungu haupendi kuwatesa watu. Amen. Yaani Mungu sio kwamba amekaa mahali akiona unateseka ana enjoy anasema acha akome. Mungu hayuko hivyo. Amen. Moyo wake haupendi kuwatesa wanadamu. Amen. Sasa nisikilizeni. Hivi kama mtoto wako ni mgonjwa, wa kwanza anayemhurumia ni nani? Ni nani? Ni nani? Hamjanielewa, si ndio? Ndio mama nasema ni mzazi. Sababu hamjafanya nini? Hamjanielewa. Yaani kama Mungu amejawa huruma, haleluya, Amen, na moyo wake haupendi kuwatesa watoto wake, akiona mtoto wako ni mgonjwa, yeye ndiye wa kwanza kumhurumia. Amen. Akiona baba yako ni mgonjwa, wa kwanza kumhurumia ni nani? Mungu. Akiona mama yako ni mgonjwa, hana hela, amechoka, anauma vichomi, anauma miguu, wa kwanza kumhurumia ni nani? Mungu. Hivi kuna mtu ananielewa? Amen. Sasa niambie, kama ukiwa kwenye shida alafu ukaelewa Mungu anakuhurumia, hiyo shida itabaki kweli?
Kwa sababu hakuna mahali Yesu aliwahurumia watu shida zikabaki. Amen. Alipowahurumia wakati ule hawana mikate, alitenda muujiza. Amen. Alipowahurumia wagonjwa, aliwaponya. Amen. Alipomhurumia mwenye ukoma ulishia. Amen. Wewe itakuwaje Bwana akuhurumia afu baki kwenye hiyo shida? Haiwezekani. Sema amen. Amen. Nisikie watu wawili waseme amen katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Kuna watu Bwana anaongea nao leo. Amen. Ukiondoka kwenye ibada hii umeelewa kwamba Mungu ananihurumia. Unajua, mimi sielewi kama umewahi kuwa kwenye ibada au kwenye maombi ukausikia ule moyo wa kuhurumiwa na Bwana. Amen. I don't know. Amen. I don't know. Watu wengi tunamwona Mungu ni mkatili. Wengi tunamwonaga Mungu ni mbaya. Mungu amekusahau. Unamwona Mungu amekuacha. Yaani hiyo ndio Wakristo wengi wakipitia jambo lolote wanaona Mungu amewaacha, Mungu amewasahau, Mungu amewapungukia, Mungu hayupo. Sasa nisikilizeni watu wa Mungu. Haleluya. Amen. Mungu ni wa huruma. Mungu ni wa nini? Wa huruma. Ila wewe unatakiwa uwe na revelation, uwe na ufunuo binafsi kwamba hivi huruma za Mungu nitaziona kwenye wakati gani? Unatakiwa na ufunuo binafsi. Mfano, wale makutano walikaa na Yesu siku 3. Siku ngapi? Siku 3. Ile siku ya 3 ambayo Yesu ndipo anawaruhusu waondoke, ndio ikawa siku ya Yesu kuwahurumia. Amen. Kwa nini asiwahurumie siku ya kwanza? Kwa nini siku ya pili? Kwa nini anakuja kuwahurumia siku ya 3? Nataka nikupe ufunuo. Haleluya. Amen. Yaani kama ulikuwa na tatizo, baadaye likaongezeka, kuna point ikifika huruma za Bwana zinashuka. Amen. My God. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yaani kuna kipindi vile ambavyo changamoto yako inazidi kuwa kali, ndio itasababisha Mungu anihurumie. Yaani there are times kwamba kuna huruma za Mungu sijaziona kwa sababu bado. Kwa hiyo shetani anapofikiri kwamba ananiangamiza, ndio anasababisha Mungu anitazame kwa jicho la huruma. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Yes. Ni huruma za Bwana kwamba tuangamie. Amen. Ondoka na hili neno. Utajua ni huruma za Bwana biashara yangu haitakufa. Amen. Ni huruma za Bwana familia yangu haitaangamia. Ni huruma za Bwana ndoa yangu haitaangamia. Yaani kuna namna Mungu ananihurumia. Hivi mimi nikiachwa itakuwaje? Mtoto wangu akibaki yatima itakuwaje? Kuna namna Mungu anaangalia kwa jicho la huruma, anasema no matter what, lazima niachilie huruma zangu. Lazima nimsaidie huyu mtu. Anasema how comes kwenye hali kama hii. Amen. Tuna baba wa huruma watu wa Mungu. Amen. Mungu sio mkatili. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mimi nimetoa neno la unabii. Haleluya. Amen. Kwa ajili ya mtu fulani. Amen. Mahali hapa. Amen. Na nimesema hata kwa ajili ya taifa. Amen. Sa mwenye masikio asikie. Haleluya. Amen.